Kwa majina anaitwa Mwalimu Mustafa Bashe, ni mwalimu wa Ulembwe Sekondari. Ni shule ambayo ipo jirani na hiki chuo cha Ulembwe FDC. Taarifa hiyo na kweli tulipata taarifa ya kushtuka kwamba mwenzetu imetokea tatizo kama hilo. Taarifa ya mwanzo ilikuwa juzi, alipata kachangamoto kadogo, kaajali, akaingia kwenye mtaro, tukamsaidia, akatoka vizuri na akarudi nyumbani kwake. Kwa hiyo aliporudi nyumbani kwake, inafika majira ya jioni, baada ya kufanya mawasiliano na watumishi wenzangu ambao majirani kuwasiliana. Baada ya mawasiliano, mwenzangu Mwalimu Kayombo akaniambia kwamba yeye ana changamoto, ameenda mjini lakini anapitia hospitali kumuona Mwalimu Kidibule amelazwa. Mimi kumuuliza kwamba amelazwa na changamoto gani? Akasema tu homa kawaida. Baadaye tumekaa mida ya jioni, kama inafika saa 12 na madakika hivi, tunapata taarifa kwamba mwenzetu ametuacha. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa ile kweli ikatushtua. Tunaanza kuuliza chanzo nini kweli, japokuwa tulikuwa hatuja confirm vitu kwamba chanzo ni nini, lakini kwa uvumi unaosemekana kwamba yeye amejiua kwa sumu, na aina hiyo ya sumu bado hatujaipata. Na walipochunguza kwa madaktari kweli inaonekana amejiua kwa aina hiyo ya sumu, japokuwa hapo nyuma tulisikia tu kuna changamoto za kifamilia hasa na mke wake, malumbano tulikuwa tunayasikia, japokuwa yeye alikuwa yupo wazi kwa wenzio. Tunamuona anapiga naye story, anacheka vizuri, anaongea vizuri, lakini alikuwa haweki wazi. Kwa hiyo kama mtu mnaishi naye kwa muongo, mnajua tu hivi kawaida, na changamoto katika ndoa zipo. Kwa hiyo ndio swala kubwa lililosababisha hadi kifo chake kutokea ni hilo. Hatujui kama kulikuwa kuna kitu kingine cha ziada ambacho kilikuwa kinamtesa kwenye moyo wake. Chini mcheshi, tunaongea na sababu sisi majirani, ukichukulia hapa chuo tuna ushirikiano wa karibu sana na sekondari. Kwamba yeye hapa kuna ile watoto wale ambao wanasoma elimu ya watu wazima, kwa wale watoto ambao walipata watoto kipindi wanaendelea walikaliza masomo. Kwa hiyo watoto mara nyingi usajili wao unafanywa sekondari, wale wanaita private candidate, na yeye ndo alikuwa mlezi wa kituo. Kwa hiyo kama sisi majirani, wale watoto wizara ikaamua waje kufanyia mtihani sekondari. Kwa hiyo ushirikiano wetu na sisi zaidi na yeye tulikuwa kwenye masuala ya usajili wale watoto ili wafanye mtihani. Nakumbuka na juzi kama siku ya Alhamisi alifika pale tukaongea naye vizuri, na vile vile alikuwa mlezi wa chama cha walimu kata ya Ulembwe, tukaongea naye akuonyesha tofauti yoyote na hali yoyote kwamba kuna kitu kinamsibu. Kwa hiyo ndo hayo zaidi. Bwana, tumepoteza kweli jembe. Ninaposema jembe ni vipi? Sababu yeye ni mjumbe wa chama cha walimu wilaya ya Insachi na mkoa mzima. Na kingine yeye alikuwa mwakilishi wa kata ya Ulembwe kwa upande wa walimu wote. Na Insachi mchapakazi, alikuwa mchapakazi, na hapa alikuwa anafundisha hiyo jiografia, vile vile alikuwa anafundisha ujasiriamali, entrepreneurship kwa watoto wao ambao wanasoma kozi za ufundi. Kwa hiyo tumepoteza mtu mchapakazi sana. Kwa watu wengine kama wanakutana changamoto, wajitahidi zaidi kushirikisha wengine, na wao wajitahidi kuchangamana, sababu ukiangalia kwa ndugu yetu tulikuwa mchangamano zaidi na wenzake hamna. Mara nyingi unakuta anaweza kutoka na gari lake akaenda mjini akarudi usiku, akaenda mjini akarudi usiku, yani kwenda sehemu mpaka let's say kuna shughuli ya kikazi naweza kutembelea tu kwamba kwa wenzake vijiweni kwa kupiga stories za kawaida hamna. Kwa hiyo wito kwa wengine inatakiwa wawe wawazi kama kuna masuala yanawasibu, na hasa imesikitisha sana kwa sababu hili swala mtoto wa kiume na swala la kimahusiano inakuwa changamoto sana. Sasa hivi itabidi pawe na mdaharo wa kutengeneza mental health management tena, kwa sababu haya mambo sasa yamezidi. Sasa na mtu anapotoka nyumbani kwake anapokuja kazini, mnakutana tu, hujui huko nyumbani kitu gani kimemsibu, lakini katika kuongea mnaweza mnaongea mko kawaida, lakini kumbe ndani ya kitu moyo wa mtu ni kichaka. Hatujui kitu gani ambacho kimemsibu mtu. Kwa hiyo ni vigumu sana, na shida yetu sisi wanaume huwa hatusemi. Labda kwa namna nyingine ukisema mwanaume unaonekana kama wewe ni mdhaifu. Kwa hiyo haya mambo ndio yanayopelekea mpaka matatizo yanakuja hivi. Mtu anabeba mambo yanakuwa ni mengi, alafu hashirikishi, ndio mwisho inakuja kutokea hasara kama hiyo. Yohanes Chongolo,
mkuu wa chuo cha maendeleo ya wananchi Ulembwe. Kimsingi kwa masikitiko makubwa, yani huyu Lazaro, mtumishi wangu Lazaro Seth Kidibule ameondoka kwenye mazingira ambayo ni ya kutatanisha, kwa sababu kimsingi tumekuwa tukicheka, tukifurahi pamoja, hajawahi kuonyesha kama na changamoto hiyo. Yani ndio hapo unaweza ukaona wazi kwamba kimsingi moyo wa mtu ni msitu mnene, kwa sababu ni ngumu kuweza kujua mtu anawaza nini kama unacheka naye. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ya jana muda kama wa saa 11 nilihitaji kuwasiliana naye. Sasa nilipompigia simu akawa hapatikani, ndio nikampigia mkewe, akanambia yuko hospitali. Nilistuka sana, nikamuuliza kulikoni, ndio akanambia kwamba Lazaro amekunywa sumu, kwa hiyo yupo anahudumiwa na madaktari. Sasa nikamwambia wewe uko wapi? Akasema wamenitoa nje, kwamba wao wanaendelea kupambana namna ya kuitoa ile sumu. Nikamwambia sasa mimi, kwa sababu nilikuwa na safari ya kwenda Dar es Salaam leo, nikamwambia nahitaji kujua kinachoendelea kabla sijaondoka. Kwa hiyo sasa kama wewe wamekutoa inakuwaje? Akasema sasa hata sielewi. Nikamwambia basi naomba nitafutie namba ya simu ya daktari ili niongee naye. Nilipompigia yule daktari akaniuliza kama nakwenda, nikamwambia ndio ninakuja. Nikaona kwa namna hiyo tayari nina kibali cha kuweza kuingia hospitali hata kama mkewe atakuwa yuko nje. Kwa hiyo akaniambia baada ya muda gani? Nikamwambia baada ya nusu saa nitakuwa nimefika. Lakini nilipokuwa natoka naelekea hapa kwenye majengo ya chuo, yule daktari akanipigia simu tena. Umeshafika? Nikamwambia hapana, ndio naelekea barabarani kuchukua usafiri. Akanambia kimsingi naomba nikujulishe kwamba huyu Lazaro Seth Kidibule ameshafariki. Kwa hiyo amefikishwa hapa akiwa ameshafariki. Lilinistua sana. Kwa hiyo kabidi nichukue tu boda nikimbie niende kuona mwili wake. Nilifika nikaona mwili wake na hatimaye tukabeba kupeleka mwili wake mochwari. Kwa hiyo kimsingi kwa kifupi ni hivyo. Hatuna habari nyingine, hatujawahi kugombana naye wala kufanya nini. Sasa ndio nakaa na kutafakari kwamba yamkini maisha tunayoyaishi sasa hayako vizuri. Tumrudie Mungu, na kimsingi hata kwenye hizi taasisi ikiwezekana kuongezwe somo la stress management, kwa maana ya mpaka umefika mwili wa marehemu kutoka hospitali mpaka hapa, mpaka wanaondoka kwenda Iringa na maiti, mimi nikiwepo hapa. Nimezipokea taarifa hizi majira ya asubuhi, majira ya saa 3 leo. Wito wangu mimi kwa kweli ni masikitiko ambayo yamenikuta katika kijiji changu, lakini hatuna namna kwa sababu tukio limeshatukuta. Kwa jamii, wito wangu kwa kweli, na wito wangu natoa kwamba tuwe waangalifu katika kuishi, kwa sababu binadamu tunaishi kwa kukoseana, na kama mtu amekukosea pengine mtu mwingine anaweza akatoa majibu tofauti kwa mwenzie kufikia hatua hiyo pengine. Andreas Kawogo, cheo mwenyekiti wa kijiji cha Usita.